Dodoma inaendelea kukua. Pamoja na ukuaji huo, mahitaji ya miundombinu nayo yanaongezeka. Ndani ya ukuaji huo, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato kinaendelea kuchukua nafasi yake kama sehemu muhimu ya safari ya mji huu. Leo mradi huu umefikia hatua inayoonyesha wazi kwamba kazi inaendelea na maendeleo yake yanaonekana. Kuanzia miundombinu ya msingi hadi majengo na maeneo ya huduma, kila sehemu inaonyesha hatua ya kusogea mbele kuelekea kiwanja kikubwa cha kisasa. Kiwanja cha ndege cha Dodoma kikiwa na uwezo wa kuhudumia watu wasiopungua 100,000. Lakini kukamilika kwa uwanja wa Msalato ambao wenyewe utakuwa na uwezo wa kupokea watu wasiopungua 1.5 kwa mwaka. Hiyo itakuwa ni fursa kubwa hasa kwa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Niko na kaimu mkurugenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato, Engineer Nsubili Kabuka, ambaye atatueleza hasa baada ya kukamilika kwa uwanja huu, nini tutarajie kama Watanzania. Kwanza watarajie mabadiliko makubwa ya kiuchumi. Kiwanja hiki kuwa kiwanja cha kimataifa manake ni kwamba kitawezesha muunganiko wa safari mbalimbali za ndege kutoka nje ya nchi ama ndani ya nchi. Ujenzi wa kiwanja hiki cha ndege cha kimataifa cha Msalato kunaipa hadhi Dodoma kama makao makuu ya nchi, kwa sababu hatujawahi kuwa na kiwanja kikubwa na chenye miundombinu ya kisasa kama hiki kinachojengwa kwa hapa Dodoma. Sasa ili kiwanja cha ndege kianze kufanya kazi, mambo muhimu sana. Kwanza kuna barabara ya kutua na kuruka ndege inaitwa runway, lazima iwe imekamilika. Lakini kuna maegesho ya ndege yanaitwa apron, yanatakiwa yakamilika, lakini na jengo la abiria wanaoondoka na wanaowasili yanatakiwa likamilike, ambayo kwa muda huo yatakuwa yamekamilika. Na ukiangalia kwa karibu, unaona kwamba huu si ujenzi wa kawaida tu. Ni kazi ya watu, utaalamu wao, mipango yao na juhudi za kila siku za kujenga kitu kitakachokuwa na maana kubwa kwa Dodoma na nchi kwa ujumla. Zaidi ya saruji na chuma, Msalato ni ishara ya mabadiliko. Ni sehemu ya hadithi ya Dodoma ya leo na maandalizi ya Dodoma ya kesho. Ni lango linaloandaliwa kwa ajili ya safari, biashara, muunganiko na fursa mpya. Kikubwa najisikia fahari sana kwa hiyo mradi, sababu ni mradi mkubwa na mradi umenifundisha vitu vingi sana hata katika maisha yangu, manake umenibadilisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Barabara ya kutua na kupaa kwa ndege katika kiwanja cha Msalato jijini Dodoma. Kiwanja hiki kinatajwa kuwa katika daraja la 4E, ikiwa ni level ya pili kutoka mwisho kabisa. Niko na mhandisi Mahona Luhende ambaye atatueleza hasa nini kinaendelea na mradi umefikia wapi kwa ujumla. Kwa sasa hivi sehemu ambayo imekaribia kukamilika, kwa mfano hii barabara ya kutua na kupaa kwa ndege almost iko kwenye 95%. Kazi iliyobaki ni ya kumalizia tu kuweka alama kwa maana ya marking pamoja na kufunga taa. Kwenye upande wa maegesho ya ndege na kwenyewe tumekamilisha almost kwa 95%. Structure works tumeshamaliza. Sasa hizi tunaendelea na kazi za umaliziaji kwa maana ya finishing. Mkandarasi wa miundombinu tunatarajia ifikapo tarehe 22 mwezi wa 5 akamilishe kazi zote za barabara. Lakini vile vile mkandarasi wa majengo tunatarajia ifikapo tarehe 27 mwezi wa 5 au amekamilisha kazi zote kwa upande wa majengo. Na kila sehemu imejengwa kwa kuzingatia vile viwango vinavyotakiwa. Kwa mfano tunayo maabara kabisa ambayo vitu vingi tulikuwa tunacheki ubora wake kupitia hiyo maabara. Kuona hakika kila kazi iliyofanyika hapa imefanyika kwa uzuri na kwa ubora unaotakiwa. Msalato bado unajengwa, lakini taswira yake tayari inaanza kuonekana.